Mfuatiliaji wa Snap Ray TV, Margaret umetuambia namna ambavyo ukiona vialea vimeundwa. Najaribu kumzungumzia pia Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Juzi aliteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada ya unaweza kumzungumzia vipi Mwigulu Nchemba? Okay. Kwanza kabisa nichukua nafasi ya kumpongeza Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwa kusema yafuatayo. Kwanza kabisa sisi kama wananchi wa mazingira kwa ujumla, kwa sababu Mwigulu ni mbunge wa jimbo letu la Iramba Magharibi, kwa napenda kumpongeza sana nikisema kwamba sisi kama wananchi tunaimani naye, lakini pia hiyo nafasi alistahili. Hiyo nafasi alikuwa kutoka wakupewa nafasi alistahili. Ukiangalia aliweza kuwa kiongozi rasmi katika swala la siasa katika nyanja mbalimbali. Mheshimiwa Mwigulu Nchemba amekuwa na training ya uongozi mzuri, mahali alipofika kushika nafasi mbalimbali, ikiwemo alikuwa waziri wa kilimo, waziri wa mambo ya ndani, lakini pia amekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Bara. Isitoshe pia amekuwa waziri wa fedha, na mpaka hadi sasa ameshakuwa na Mheshimiwa Rais wa Tanzania waziri mkuu wa Tanzania. Kwa hiyo binafsi napenda kusema kwamba mtaongoza mbele ya thabiti na uongozi wa misomo yake, lakini pia ni mchapakazi. Nampongeza kwa ajili ya ile nafasi amestahili katika mahali ambapo Mheshimiwa Rais ameweza kuwafanisha Watanzania au wasije kwa ujumla kuweza kumtoa Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Lakini pia kitu kingine napenda kusema katika upande wa jimbo letu la Iramba, kiongozi ambaye jimbo pekee la Mheshimiwa Mwigulu Nchemba ndani na training yake ya uongozi aliweza kushika nafasi mbalimbali, lakini pia aliweza kuonyesha kuwa kiongozi ambaye ni thabiti, mwenye msimamo, kiongozi mpenda maendeleo. Kama ukiangalia katika jimbo hili ana maendeleo mbalimbali, hasa katika sekta ya elimu, sekta ya afya, lakini pia miundombinu mbalimbali, hususani barabara. Ukifika pale Kiomboi, kwa mji wa Kiomboi pale kote kuna lami, hakuna barabara ya vumbi. Kwa hiyo ni ishara kwamba kiongozi huyu ni kiongozi mpenda maendeleo kuanzia wizara ya miundombinu. Ikiwa kwenye sekta ya afya, kifika kule Iramba Magharibi, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba aliweza kuleta zahanati katika kila kata. Pamoja na kwamba hospitali kubwa pale Kiomboi na kadhalika, lakini kila kata ina zahanati kwa ajili ya kudumisha huduma za kijamii na afya kwa ujumla. Lakini mtaki kuendelea kwenye swala la kielimu, Mheshimiwa akiwa mbunge kipindi cha uchaguzi wa Iramba ameweza kusisitiza serikali ya kuhamasisha kuweza kuleta walimu katika shule mbalimbali. Mfano mzuri naweza kuongelea shule ya Rurumba. Shule ya Rurumba ilikuwa nzuri sana, ni moja ya shule zilizoendelea Tanzania, shule ambazo zinafanya vizuri ndani ya mkoa wa Singida na nje ya mkoa wa Tabora. Rurumba haiwezi kuacha. Yote ni kwa sababu ya mchapakazi na uadilifu wa Mheshimiwa mbunge wetu ambaye sasa ni Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Kwa kusema hayo, napenda kumpongeza na tena kuielimisha Singida yetu, wana Singida wenzangu, wananchi wa taifa kwa ujumla kwamba tunataka kiongozi thabiti na imara. Shukrani sana. Umeelezea maendeleo vyema kabisa kazi kwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini umezungumzia dhana ya kijana na siasa, umefafanua vyema. Unaonaje sasa kasi ya maendeleo ya vijana ambayo imepelekea uchapakazi wao mkubwa uliopelekea kuaminiwa na nini maoni yako sasa ukiwa kama kijana? Leo hii Novemba 17, 2025, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza baraza lake jipya la mawaziri. Tunaona vijana wengi wameaminiwa na kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushika waziri na naibu waziri. Kwa mfano tunamuona Mheshimiwa Patrobas Katambi, tunamuona Salome Makamba, tunamuona
Mheshimiwa Judith Kapinga. Pia tunamuona Mheshimiwa Joel Alton Nanauka ambaye sasa ni waziri kamili, ni waziri wa wizara kamili ya vijana. Lakini bila kusahau kwamba kubwa kuliko tunaona katika wizara ya elimu sasa teknolojia, Mheshimiwa Wan Hafidh Ameir naibu waziri sasa, na Mheshimiwa Paul Makonda hapo, wakina Mheshimiwa Mjuma Manefweni wako katika baraza la mawaziri. Lakini bila kumsahau Mheshimiwa Nyasero. Wewe ni yapi maoni yako unapoona kwamba Rais wa Jamhuri ya Tanzania anawaamini vijana wamepewa nyadhifa mbalimbali? Wewe unajisikia nikiwa na wewe timu yako kubwa siku za usoni au mbeleni, kama unavyosema unatamani kuwa kiongozi? Asante. Kwanza awali ya yote napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa kutambua uwepo wa vijana au ushiriki wa vijana katika siasa. Anasema haya kwa sababu kwanza kabisa tuchukulie mfano mzuri. Juzi hapa kipindi anahutubia hotuba yake bungeni, alitangaza kwamba kuanzishwa kwa wizara kamili ya vijana. Hiki ni kitu kizuri na kikubwa sana kwa sisi kama vijana, kiendelea kuhamasisha na kutujenga. Tunatambua, inatupa moyo na kujua kwamba serikali inatutambua, Mheshimiwa Rais anatutambua na uzuri. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania lakini pia ni mama yetu. Kwa hiyo pia anajua kutambua sisi kama watoto wake kama mama, lakini pia anajua kutambua sisi kama vijana, ndio maana anaendelea kutupa kipaumbele vijana. Kama nilivyokwisha sema, kwenye baadhi ya mawaziri tunaweza kuona vijana wengi wasomi, wanasiasa wazuri ambao wameweza kushika nafasi za waziri katika nafasi mbalimbali. Hiyo ni ishara tosha, lakini pia ni nafasi nzuri ya mimi kuweza kuishukuru serikali na kuweza kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu bado hayatoki nyuma vijana, kwa sababu wanatambua mchango wetu kwenye siasa, kwenye jamii kwa jumla, wanatambua kwamba sisi pia ni viongozi wa kesho. Kwa hiyo katika viongozi wote ambao ni vijana wenzangu wameweza kufanikiwa kufikia nafasi hizo, pongezi kwao, pongezi kwa jumla. Hii inatupa sisi chachu kama viongozi, kama vijana tunaokuwa kisiasa, sisi wengine tunatamani kufika huko, tusikate tamaa. Lakini pia kwa nafasi labda ya upendeleo niongelea Joel Nanauka. Ya mama basi mundo kupanga wa viongozi wa wanaume ya mkubali sana. Hiyo nafasi aliyoweza kupata ya kuwa waziri ofisi ya Rais na vijana amestahili pia. Amestahili kwa sababu kwa kijana mchapakazi mwadilifu, kijana mwenye msimamo yake, mwenye kutenda mambo inafuata na walisaka ni ya jamii. Kwa sababu kabla hata kuingia kuweza kuwa mbunge, kuweza kuwa waziri, tumekuwa tukiona trending yake ya kimaisha huko nyuma, ya akihamasisha vijana, akifundisha vitu mbalimbali kuhusiana na masuala ya maisha, biashara. Yaani yale profesi ambayo ukifuatilia wewe kama kijana anakumotivate, anakupa moyo kuendelea kupambana na nini, anakupa madini, anakupa vitu hivi ambavyo ukivichukua kama vijana vitakufikisha na sehemu fulani. Kwa hiyo mimi binafsi napenda kuwapongeza vijana wenzangu wote ambao wapiga hatua katika nafasi za kiongozi wa siasa. Napongeza sana zile nafasi mpewa walistahili. Kwa mfano mzuri Nanauka inakosa mistahili kwa sababu alikuwa kijana ambaye ni smart kabisa sana kwenye masuala ya kiongozi na kuhamasisha vijana kuingia ndani ya jamii taifa kwa ujumla. Okay. Pia tumemwona Mheshimiwa Mwasi Damani Kawani yupo sasa naibu waziri, ameteuliwa na Mheshimiwa Rais, lakini pia Mheshimiwa Nasao. Lakini wapo wameaminiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania. Mbali na hao, tunaona kipindi hiki wabunge wengi vijana wanapata fursa za kuwa za kuchaguliwa na wananchi wao. Kwa sababu vijana wengi kuanzia wabunge wa viti maalum hadi pia wabunge wa majimbo, walio wengi vijana. Sasa nini sasa maoni yako kwa hilo pia? Maoni yangu kwa vijana wenzangu na kwa taifa kwa jumla, nataka kufahamu kwamba vijana maisha yetu inawezekana. Sisi kama vijana tukikata tamaa, kama kuna vijana wenzetu wameweza kupiga hatua mpaka walipofikia,
kuna vijana marika yetu sisi, lakini sasa hivi ni mawaziri, ni wabunge, ile ni heshima, ni heshima. Kwa mfano mwingine tukiongelea Ngwasi Kamani, ni binti mzuri, mwanamke mzuri, lakini alionyesha mwanamke wake vizuri, kwa sababu pia ili pia tuweze kukuta kwamba wewe mwanamke aliyekamilika, lazima tuone msimamo wako, lazima tuone kutengeneza heshima yako ndani ya jamii katika ujumla. Kwa hiyo kwa nafasi ambayo wanawake wenzetu na binti zetu wanaweza kupiga kama Ngwasi Kamani, ni hatua nzuri. Ile kupitia masuala ya vijana tuweze kupiga kwa njia usiyopitia. Maana kuna tabia ya vijana wengine kupenda kupiga story na nini majungu, lakini unaacha piga mazuri, tunafuata piga yale ambayo yasiyofaa. Kwa hiyo napenda kusema na maswali ya wenzangu, tuige mazuri kutoka kwa wenzetu ambao wamekwisha kujifunza, ndio hatua sahihi hiyo inajengea heshima ndani ya taifa na nje ya taifa kwa ujumla. Okay, shukrani sana mfuatiliaji wa Snada TV. Hakika haya ni madini ambayo Margaret ambaye yeye anaishi katika ndoto yake ya kuwa kiongozi mkubwa katika siku za mbeleni, anatupa madini na namna ambavyo yeye amechukulia uteuzi wa mawaziri na manaibu waziri ambao ni vijana, lakini pia viongozi wengi ambao wamekuwa wabunge, lakini kutoka kundi la vijana wengi mno wamekuwa wameaminiwa na wananchi kwa viongozi. Lakini kabla ya kutamatisha sasa, fuatiliaji wa Snada TV, mimi nilipota kwa nguvu John Hassan wa Snada TV. Baba, wewe una yapi ya kuniambia jamii kabla tujahitimisha? Asante. Moja, napenda kuambia wanajamii wenzangu au jamii ninayoishi kwamba mimi ni kiongozi wa kesho. Nilitaka kusema haya mbele ya TV ya Snada TV kwa sababu nina kutoka moyoni. Kwa hiyo moja kwa moja na program ambazo nimeshaanza kuziandaa niko kwenye mchakato wa kutekeleza, hususan katika sekta ya afya, katika sekta ya elimu na kiuchumi. Kwa hiyo napenda kuomba kwamba wanajamii, wanasikiliza wenzangu, hususan kwa niko kutoka Mkalama msije kunipokea. Okay, umetoa wito kwamba wasisite kutokea, ukimaanisha kwamba katika shughuli yako ile ya kutumikia katika sehemu mbalimbali, labda una taasisi au wewe katika shughuli mbalimbali za kuhakikisha unawasaidia wanajamii kwa ujumla. It's too early to say mwandishi. It's too early to say, lakini mambo mazuri yanahitaji haraka. Kama nilivyosema, ni programu ambazo nimeandaa ili kuweza kuigusa jamii. Serikali yetu inapambana sana kujitahidi kuigusa jamii katika sekta mbalimbali. Lakini mimi kama kijana nimeguswa, na kwa sababu mimi ni kiongozi wa kesho, nikaona si haba si mbaya kuigusa jamii yangu katika kufanya programu mbalimbali katika kusaidia swala la kiuchumi kwa vijana wenzangu. Mbili, kugusa sekta ya elimu, kwa sababu kuna wanaotoka kule shule, kuna wanafunzi ambao wanapata changamoto mbalimbali. Kwa mimi kama binti bado sijafika sana, lakini hapa nikofikia ninajua nina kitu kinaweza kukifanya. Na sasa wanafunzi ambao wako sekondari, wako shule ya msingi, kwa ajili ya kuwasaidia waweze kusoma kwa bidii waweze kufikia malengo yao. Lakini pia nitagusia sekta ya afya. Kama tunavyojua, nilijieleza mwanzoni katika nitambulisho kwenye sekta ya afya. Kwa sasa pia ni mapendeleo yangu nitagusa jamii na kufanya mambo mawili matatu ili kugusa jamii, lengo kuweza kudumisha afya na usawa wa jamii kwa ujumla. Shukrani sana. Mpaka hapo mfuatiliaji wa Snada TV, ndio tamati ya kipindi chetu cha kijana na siasa. Tumeelezwa, tumechambua nikiwa na binti ya kijana Mbanzo kutoka wilaya Mkalama kwa Singida, ametuambia kwa kina. Shukrani sana, karibu Snada TV. Kwa mahojiano mazuri ambayo umetupatia, umeongea na sisi vizuri. Hakika watazamaji na wafuatiliaji wa Snada TV wameenjoy, wamefurahia sana madini haya ambayo umewapa, na hakika wanajivunia uwepo wako kwamba utazidi kwa siku za usoni
zile kuwapa madini. Karibu tena studio za Scenario TV. Asante sana, nashukuru sana. Lakini pia na kumalizia nipende kuwapongeza kwa kazi yenu nzuri. Naam. Mimi nimekuja hapa kwa sababu niliona ubora wa kazi yenu ukanivutia ukafika hapa. Kwa hiyo pia napenda kuwasisitiza na kuhamasisha vijana wenzangu, kama una jambo lako, usisite kuja Scenario TV, waweze kukusaidia, watakupa exposure. Yaani hapa ni mwanzo wa networking. Kwa nashukuru sana. Kwa hiyo pia naamini kwamba hata hivi nilichokifanya ni mwanzo wa mimi kupata exposure, ni mwanzo wa mtandao wako na kuanzia kisiasa na kiongozi kwa jumla. Naamini kwamba Scenario TV ndio kujenga networking. Kwa vijana wenzangu, msisite kusogea kufuatilia TV ya Scenario TV. Kuna mazuri mengi zaidi haya msikushie shule. Asanteni, nawapenda sana. Wana Singida wenzangu kwa ujumla na taifa kwa ujumla, nawapenda sana. Shukrani sana. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ya Scenario TV, ikiwemo Facebook, Instagram, Twitter na X. Twitter ama X jina ni hilo Scenario_TV, lakini kwa TikTok tunapatikana kwa Scenario TV. Usiache kufuatilia mitandao hiyo, lakini usiache kulike, comment na kushare. Usiache pia kusubscribe YouTube channel yetu. Tulikuwa powered by Techno Tanzania. Tulikuwa pia powered by Dar Sustain na Sangaro Glass and Aluminium, bila kusahau Royal Village Hotel. Mimi ni ripota wako Nguvu John Hassan wa Scenario TV. Tupige picha.